Wanasema ukistaajabu ya Musa basi utayaona ya Firauni. Hatimaye maaskofu waibuka na kuzungumzia juu ya kile kikundi cha watu kilichojitokeza Januari 5 kikijitambulisha kuwa ni waumini wa kanisa Katoliki na kuandamana kuelekea kwa balozi wa Papa kutoa malalamiko yao juu ya Padri Kitima ambaye ni katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Kikundi hicho kilichojitambulisha kuwa ni waumini wa Roman Katoliki kilisema kina idadi ya watu takribani 100 ambao kwa wale mliowaona wengi walikuwa vijana wa kiume na wa kike, huku wa kike wengi wakiwa wamevaa madera na vijora, kitu ambacho kilianza kutia shaka kwenye mavazi. Lakini maswali yalikuwa mengi kwa watu. Je, ni kweli ni waumini wa Katoliki? Na kama sio waumini, je, ni kina nani? Wametumwa na nani na kwa madhumuni gani? Wapo walioamini wale ni waumini kweli, lakini wapo wengi waliosema wale sio waumini, ni watu waliolipwa na wametumwa kuja kumchafua Padri Kitima na Baraza la Maaskofu Tanzania kutokana na msimamo yao ya kuamua kusimama upande wa haki na upande wa Watanzania juu ya masuala ya uchaguzi na vifo vilivyotokea Oktoba 29. Sasa Mseto Media tumekuletea hapa ukweli wote kuhusu kikundi kile na tamko la maaskofu baada ya uchunguzi wa kina. Kujua hayo yote, baki na mimi mpaka mwisho, lakini kubwa zaidi hakikisha umebonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele ili usio unapitwa na taarifa zetu. Mimi ni Queen Ray Kavishe. Kwanza tuanze kwa kuwasikiliza walalamikaji hao kwa udogo ambao walianza kwa kuimba mwamba mwamba Yesu ndiye mwamba. Kisha tusikilize walivyosoma waraka wao ambao watu wengi walishangaa kwa kukosea, huku pia wakikosea jina la Papa mtakatifu wao wakimtaja kama Papa Leo wa 16 wakati ni Papa Leo wa 14. Alafu mwisho tuwasikilize wakishindwa kujibu maswali ya waandishi kuhusu parokia au kigango wanachosali, jumuiya wanayotoka na namba ya ubatizo. Tuwasikilize kisha nikuletee kauli ya askofu juu ya kundi hili. Kristo tumaini letu. Ndugu wanahabari, malalamiko dhidi ya Padri Charles Kitima inalenga kwa uzito mwenendo wa Padri Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Kwa muda mrefu kauli, matamko, mienendo yake inatafsiriwa kwa waumini wengi huwa mwelekezo wa kisiasa, ikiwemo mahusiano yanayoonekana kuwa kuharibu chama cha Chadema. Hoja kuu zilizowasilishwa ni hatari ya kulifanya kanisa lionekane upande wa chama cha kisiasa, kuvuruga nafasi ya kanisa kama sauti ya haki ya wote, hoji uhalali wa Ukristo wao, ambalo jambo si la haki. Lakini pia tukiangalia Biblia inasema wazi kabisa, yeyote atakayemwambia ndugu yake mpumbavu atapata hukumu. Hizo mimi ni Mathayo. Ukifungua Mathayo 5 mstari wa 22 unasema hivyo. Lakini sio Mathayo tu, Canon Law inasisitiza, kanuni ya 220, heshima na utu wa waumini lazima vilindwe. Lakini kanuni ya 386, askofu awajibike kulinda mahubiri dhidi ya matumizi. Askofu awajibike kulinda mahubiri dhidi ya matumizi mabaya. Kanuni ya 387, askofu awe kielelezo cha unyenyekevu na upendo. Lakini kama itoshi, kanuni ya 392, askofu azuie matumizi mabaya ya mamlaka. Lakini kwa kusisitiza zaidi, Papa Mtakatifu Francis alisema wachungaji si waamuzi wanaotoa hukumu, bali ni baba wanaoandamana na kondoo. Lakini mfano wa kitume na mapokeo ya kanisa. Katika historia ya kanisa, kukemea kwa heshima
hakujawahi kuwa uasi. Mtume Paulo alimkemea Mtume Petro hadharani pale ukweli wa Injili ulipokuwa hatarini. Nilipompinga uso kwa uso kwa sababu alikuwa amekosea. Jamani, nendeni mkaangalie Wagalatia 2 mstari wa 11 unasema hivyo. Lakini pia Mtakatifu Gregory Mkuu aliandika, mchungaji anapojivuna ndiye anayeliunda kundi. Lakini pia hatua iliyochukuliwa na maana yake. Kwa kuzingatia hoja zetu hizo, waumini zaidi sisi hapa ya 120 nafikiri wote mmeona nyuma, tumeambatana nao, tumetoka parokia mbalimbali wamefikisha swala hili kwa Papa Leo wa 16 kwa utaratibu halali wa kikanisa, kama mnavyoona asubuhi tumeanzia pale. Lakini hatua hii ina maana moja kuu: kanisa ni la waumini, si mali ya mtu mmoja, si cheo wala taasisi ya mtu mmoja. Lakini wito kwa jamii sasa, sisi Wakatoliki, baadhi yetu, wito wetu kwa jamii, tunatoa wito mzito kwa jamii na waumini wote. Jamii itambue kuwa haki ya waumini kudai wajibikaji ni sehemu ya uhai wa kanisa. Waumini wasitishwe wala kubezwa kwa kutumia haki zao za kikanuni. Viongozi wa kanisa wakumbuke kuwa mamlaka ya kiroho ni huduma, si silaha ya vitisho. Madhabahu yabaki kuwa mahala pa Injili, si jukwaa la matusi. Kanisa libaki kuwa sauti ya haki, amani na umoja, si muhimili wa siasa za vyama. Tuelewane hapa. Kanisa libaki kuwa sauti ya haki, amani na umoja, si muhimili wa siasa za vyama. Kanisa linapojisahau, waumini ulikumbusha. Na ndio maana sisi tukifanya sasa hivi, aidha kama viongozi wetu walijisahau, tunawakumbusha kwamba wasikae kwenye mlengo wa siasa wa chama kimoja. Hapa sisi tumefikia tamati. Asanteni sana. Mungu awabariki. Tunachokitaka arudi kwenye mlengo wa kiroho. Kanisa sio sehemu ya siasa. Kabla ya kufanya hii press, pengine mmeshajaribu kuwasiliana na kiongozi mwenyewe? Na pia la pili, ili mtu awe Mkatoliki sifa zikoje? Ili mtu awe Mkatoliki, kwanza uzaliwe. Ukishazaliwa, ukibatizwa, kwa sisi maneno ya Kiroma, wewe ni Mkatoliki. Utapata mafundisho mengine, utapata komunio wa kwanza, utapata kipaimara, utakuja daraja la mwisho, aidha upadilisho au ndoa takatifu. Nilikuwa nauliza, nyie mmesema ni Wakatoliki. Nikotaka kujua mnasali kigango kipi, parokia ipi, na mnaweza mkatuambia nyie ni jumuiya gani? Lakini pia ili uwe Mkatoliki, ili uwe Mkatoliki, ukishabatizwa lazima uwe na kitambulisho ambacho kina namba. Nilikuwa naomba watu watatu tu wanaonyeshe zile namba zile, hata kitambulisho cha mfano, ili niamini kama kweli ni Wakatoliki, ili tuamini wanaoongea ni wa kweli. Lakini kwenye kanisa Katoliki kuna wasemaji ambao ni walei. Sasa hamjajaribu kuwashirikisha walei ni waje wazungumze hili, au nyie mmejiorganizeje? Nimekuelewa. Swali la kwanza kwamba unauliza Katoliki vitambulisho. Nikwambia sasa hizi passport yako hapo umebeba? Kwa sababu hujajiandaa safari ya kusafiri, si ndio? Sisi tumekuja kama Katoliki, swala niko kigango gani na swali jumuiya gani, kanisa gani, nilishajibu hilo swali. Hata walikuwa kwenye press ya kwanza waliona, na tayari ujumbe ushafika kwenye parokia yangu, kwa wanajua na hichi tunachokifanya. Wanajua kwamba kuna muumini huyu ana hoja zake hizi, anatakiwa kujibiwa. Sasa baada ya watu hao kuibuka na kuzungumza hayo, maaskofu kupitia kwa askofu wa kanisa la KKKT, Askofu Bagonza ameibuka na kuandika kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii hivi: polisi na Wakatoliki. 1. Nalazimika kuwapongeza polisi wetu kwa ukomavu wao na ustaarabu wa kutozuia maandamano ya Wakatoliki walioenda kueleza hisia zao kwa balozi wa Papa hapa nchini. 2. Nachukulia uvumilivu wao kama ishara ya kuacha kupambana na maoni ya watu na hisia zao. Basi wafute hata kesi ya mzee Mwandambo aliyekamatwa kwa kueleza hisia zake za kidini. 3. Kumbe msimamo huu wa polisi ulianza mapema pale walipomvumilia kiongozi aliyesema atakata vichwa vya watakaoandamana.
Shikilia hapo hapo, polisi jizuie kuingilia uhuru wa watu na maoni yao. 4. Wakatoliki hawa wasiojua kusoma vizuri walichokiandaa, walioamua kumwimba mwamba ni Yesu badala ya Bikira Maria mlinzi wa taifa letu, na waliosahau kuwa Baba Mtakatifu wa sasa anaitwa Papa Leo wa 14. Wametimiza haki yao ya kikatiba. 5. Watakapokuja Wakatoliki halisi wanaojua kusoma na kuvaa kwa heshima mbele ya balozi wa Papa, wakasome tamko lao, wataka polisi wamkamate aliyempiga Kitima na wamlete aliyeteka mapadri na kuwadhalilisha, akawavisha wake za watu mavazi ya kitawa ili waonekane ni watawa, walioshika bendera za vyama na kadhalika. Hawa Wakatoliki wakiandamana, polisi kuweni wavumilivu kama mlivyokuwa wavumilivu wa Wakatoliki hawa. Sisi Wajaluo tunaamini kuwa chuki dhidi ya Ukatoliki inayoendeshwa kwa mikakati mibovu ina nia mbaya dhidi ya serikali kuliko ilivyo na nia mbaya dhidi ya Ukatoliki. Kupigana na Ukatoliki ni lazima uwe na dini nyingine ndani yako inayokusukuma kupigana vita hiyo. Wajaluo tusiotahiriwa tunajiuliza, hiyo dini ni ipi? Mtazamaji wangu, hayo aliandika Askofu Bagonza, ambayo ukiyasikiliza moja kwa moja unaelewa kamaanisha kuwa wale sio Katoliki bali ni kikundi kilichotumwa kwa sababu fulani za kuwadhoofisha Baraza la Maaskofu Tanzania TC na katibu wao Padre Kitima. Lakini napenda kukudokeza kwamba baada ya Mseto Media kufanya ufuatiliaji kupitia kurasa za viongozi wakubwa wa siasa, tumegundua katika kundi hilo wapo Waislamu na wanachama wa UVCCM. Pia imetufikia video ikionyesha kikundi hicho kikiwa kimejipanga mstari, ambapo Lema alidai kilikuwa kinapokea mshahara wa kazi walioifanya. Sasa ili kujua hayo, fuatilia video yetu tutakayoiweka muda mfupi baada ya hii. Hii ni Mseto Media. Kwa maoni au lolote juu ya kundi hili lililojitambulisha ni Wakatoliki, tuandikie hapa chini. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.